Siku moja tu baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 leo ameongoza misa yake ya kwanza kama papa katika ibada yenye alama nyingi za unyenyekevu, mshikamano wa kimataifa na utume wa kimisionari. Misa hiyo imefanyika ndani ya Sistine Chapel, ambayo hadi jana ilikuwa ni kituo cha kura za siri za makardinali, leo ikirejea kuwa madhabahu takatifu, ikiandaa ibada iliyojaa waumini kutoka kila pembe ya dunia. Misa hiyo ilianza kwa wimbo kutoka Zaburi ya 46, ikafuatiwa na masomo kwa lugha mbalimbali zikiwemo Kihispania, kumbukumbu ya huduma ndefu ya Papa Leo nchini Peru, ambako aliwahi kuwa askofu na raia wa nchi hiyo. Kilichoonekana kuwagusa wengi ni uamuzi wa Papa kutumia madhabahu ndogo badala ya madhabahu kubwa ya jadi inayomfanya Papa kugeuka nyuma kwa waumini. Huu ulikuwa uamuzi wake mwenyewe, alisema Padri Patrick Mary Briscoe. Anataka kanisa linaloomba pamoja na watu wake, si juu yao. Mwandishi wa CNN Christopher Lamb alisema hii ilikuwa ni ishara kwamba huyu ni papa anayetaka kanisa lisiwe mbali na watu. Katika mahubiri yake ya kwanza yaliyoanza kwa Kiingereza kisha kuendelea kwa Kiitaliano, Papa Leo alihimiza mapadri kuwa watu wa unyenyekevu, akisema upadri lazima ujifanye mdogo ili usizime utukufu wa Kristo. Akinukuu maneno ya Mtakatifu Petro, "Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Alisema kuwa maneno hayo ndio msingi ambao kanisa limeuhifadhi kwa zaidi ya miaka 2000. Papa Leo alisisitiza kuwa kanisa lazima liendelee kufikia pembezoni mwa dunia, hasa maeneo ambako imani imedharauliwa au kutelekezwa. Ndipo hasa huduma yetu inahitajika zaidi, alisema. Ukosefu wa imani huambatana na kukosekana kwa maana ya maisha, kupuuzwa kwa huruma, uvunjaji mkubwa wa heshima ya mwanadamu, migogoro ya kifamilia na majeraha mengi ya kijamii. Licha ya kuzaliwa Marekani, Latin America hasa Peru inamchukulia papa huyu kama mmoja wao. Rais Dina Boluarte wa Peru alieleza kuwa uchaguzi wake ni tukio la kihistoria kwa taifa lake. Rais Donald Trump wa Marekani pia alimpongeza akisema ni heshima kwa taifa letu. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema maoni ya zamani ya Papa Leo, ikiwemo machapisho kwenye mitandao ya kijamii yaliyomkosoa Trump kuhusu sera za uhamiaji, yanaweza kuleta msuguano wa kisera kati ya Vatican na Washington. Kuhusu uchaguzi wa jina, Vatican ilithibitisha kuwa jina Leo wa 14 lilichaguliwa kwa heshima kwa Papa Leo wa 13, muasisi wa mafundisho ya kijamii ya kisasa ya kanisa na mtetezi wa haki za wafanyakazi. Ingawa Papa Leo anaonekana kufuata mkondo wa mabadiliko ya kipapa wa Papa Francis, pia ameshikilia baadhi ya misingi ya kitamaduni ya kanisa. Ingawa wanawake walishiriki kwa nafasi kubwa katika misa, Papa Leo tayari ameshaeleza kuwa upadri utaendelea kuwa kwa wanaume pekee. Katika habari nyingine ni kuwa Papa Leo aliwahi kuitembelea Tanzania mwaka 2004 akiwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino duniani, akikuza mshikamano na Wakatoliki wa Afrika Mashariki. Kwa ishara zote zilizojitokeza, inaonekana upapa wake utakuwa unyenyekevu, ujumuishi na ushuhuda kwa pembezoni mwa dunia, akiendeleza urithi wa mtangulizi wake Papa Francis. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.